Mungu wako kidogo aoneone kwenye mradi wa ujenzi wa bandari. Naitwa Timo, mhandisi mshauri mwelekezi mwenzangu ndio taonyesha kidogo pale kwenye picha. Karibuni. Ujenzi wa bandari mpya ya Mbamba Bay ambayo ni design and build. Kwa mkandarasi wa huu mradi yeye pia ndio anapewa kazi ya kusanifu, kuchora na kujenga pia. Gharama mradi wetu ni bilioni 81. Kwa upande wa construction, upande wa ujenzi kwa mkandarasi ni bilioni 85,800 na upande wa supervision kwa msimamizi ni bilioni 5. Mkandarasi ni foreigner China, na msimamizi mshauri ni kampuni ya Tanzania Anova Consult Logo. Kazi yetu mheshimiwa ina ujenzi wa geti na ujenzi wa barabara. Geti ambayo ni duodoki inaruhusu meli mbili kupaki kwa wakati mmoja. Tuna ujenzi wa barabara access road ambayo inatoka kwenye njia kuu mpaka kwenye lango la bandari. Hii kwa ajili ya bandari, lakini pia sababu hii ndio ilikuwa njia kuu ya barabara ya wanakijiji, tumewatoa kwenye ndani ya mlango wa bandari, tumeweka nje. Tumeweka nje ya bandari na barabara ambayo inaanzia pale kwenye lango la bandari kwenda kijijini. Tuna ujenzi wa administration block kwa ajili ya ofisi, tuna ujenzi wa dispensary, nyumba kwa ajili ya mzani, tuna majengo mengine kwa ajili ya staff house ambayo yenyewe tunajenga upande wa bandari ya Zanzibar. Ilikuwa jengo hapa ili kaonekana ni ngumu kuweka watu sema ambao ni sema operation. Kwa hiyo tuenyewe tukatafuta eneo jipya upande wa bandari ya zamani ng'ambo ya pili. Tutajenga kule, ingawa baada tujaanza sababu pale kwenye bandari kuna kambi ya jeshi. Wapo kwenye utaratibu wa kuhama na jeshi tutazama ndani ya wiki mbili tutaanza ujenzi wa nyumba za jeshi. Bandari yetu ina sehemu mbili. Ina upande wa jeti hapo ni causeway ambao ukikata hapa tutaanzia hapa mpaka kwenda vile kama inavyoonekana hapa. Straight line ya kwanza. Hiyo causeway pia hapa tunapata abiria. Alafu tuna jeti lenyewe sasa ambao zitapaki meli ni hilo jirenda vile. Hiki tunachokiona hapa mheshimiwa ni temporary structure. Tutawezesha kujenga. Kama ni mchenyewe itapita hapa. Ukiangalia hizi chuma, kuna chuma nyembamba na nene. Hizi nyembamba tutatoa zote. Nene ndio kama fomu ya support kwa ajili ya tutachimba tupate shimo, tutaweka nondo na kumwaga zege. Mwisho juu tutamwaga zege la juu kabisa kusapoti. Tutaanza upande huu na mita 100 na ile hero shape kwa ajili ya kupaki meli zetu. Na mheshimiwa, bandari yetu inaruhusu meli mbili kupaki kwa wakati mmoja, ni duodoki. Na pia inaruhusu meli kupishana kwamba zinaweza zikaingia na kutoka kwa wakati mmoja, ambapo tofauti na bandari ya Dar. Bandari meli ikiingia moja nasubiri mpaka atoke naye ndio aingie, lakini sisi inaruhusu mguu anaanza kaingia atoka kwa wakati mmoja. Na kwa sasa mheshimiwa, tumefikia 40%. Tunasaidia 23. Ilikuwa tuwe mbali kidogo. Ila wakati tunaanza mradi tulikuwa na changamoto. Ile eneo unapoona kama mheshimiwa ilikuwa ni kambi ya jeshi. Kwa wakati mkandarasi akabidhiwa mradi, anaambiwa jeshi kama ndani ya mwezi mmoja. Lakini ilichukua miezi 8 mpaka kambi ya jeshi kwa hapo. Kwa tunachukua delay ya miezi 8. Kwa tayari mkandarasi alishatoa notification ya kuomba extension of time. Aliomba miezi 9. Kama consultant tumefanya tathmini ya claim yake, tumegundua anaweza ana deserve kupata miezi 7 na wiki 2. Tushashiza tayari kwa mamlaka ya bandari, tunasubiri kwa ajili ya final approval. Ambao kwa muda wa awali ilikuwa tumeweza madi mwaka jana tarehe 27 mwezi wa kwanza 2024. Muda wa kuisha ni tarehe 27 mwezi wa kwanza 2026. Ndio sababu ya delay tutategemea tutakuwa na extension of time ya miezi 7 na wiki 2. Bandari hii tunatarajia kuona kitu kama hiki. Ili nashukuru serikali kufanya kazi. Na mama anafanya kazi nao. Kuja kuwekeza huku na kuangalia hii, na sisi tunaiona wenyewe kwa macho yetu, jambo la kupongeza kusema kabisa. Tunashukuru pia kazi nzuri.
bandari itawezesha kuhamisha kutoka Kyela makao makuu itakuwa hapa, kwa sababu hii sasa ndio itakuwa kubwa katika ziwa Nyasa. Ndio makao makuu itakuwa na hama kutoka Kyela Sasa lakini pia ndio inaunganisha na Mtwara Corridor. Kama mnasikia kipindi kilichopita Mheshimiwa Rais atipo kwenye kampeni ya kutoka Mtwara, sema kutoka kuna reli inatoka Mtwara kuja Nyasa, itakuja kuunganisha na hii bandari. Kwa hiyo itakuwa lango kuu la biashara kwa Southern Airways. itakuwa hata nchi jirani hapa Malawi, Msumbiji. zile zote yake. Bwana ameona Mafuta mradi maslahi ya nchi, tunaomba dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وسلم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا سلام سلمنا المسلمين يا سلام سلمنا المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يسوع الدخول يا رب العالمين ولو كملش ومراد التوحيد فجعلي ولو كملش التوحيد يعني بركة كلا جنب السلامة salama tuweze kunufaika wa Tanzania, na yote hayo ni kwa ajili ya maslaha ya nchi. Tunamwombea mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya, kutupia macho kila mahala na bila kigegezi, anajaribu kusaidia na kufanya mambo makubwa kama haya. Mungu mjalie yeye na wasaidizi wake aweze kufanikiwa katika kila jambo, ili mambo yetu ya maslahi ya nchi yetu yaweze kukamilika na yaweze kusimama sawa sawa. Sallallahu alaihi wasallam. Asante sana. Babdeo Milado Online TV, pamoja nawe katika kheri.